JAI wanafanya kazi moja kubwa na nzuri sana. Kwa hiyo wito wangu kwa wanatanga na watu wa nje ya Tanga, kama una sadaka yako unataka kuitoa kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya watu wenye uhitaji, usihangaike, watumie JAI Tanga, kwa sababu wao wanamjua kila mtu, familia yake, tabia zake, ndugu zake, majirani zake. Kwa hiyo niwapongeze sana JAI kwa moyo wa upendo, moyo wa huruma. Nimeambiwa JAI kwa Kiswahili ni Jamiatul Akhlaqul Islamu, jamii ya tabia njema za Kiislamu, ndio maana ya JAI, jamii za tabia njema za Kiislamu. Uislamu sisi tunafundishwa kutoa kwa wasio na uwezo, kutoa kwa yatima, kutoa kwa wajane, lakini kutoa kwa wagonjwa, tuguse maisha ya ndugu zetu. Kwa hiyo hongereni sana JAI. Kama nilivyoahidi juzi, mimi sasa hivi nashukuru Mama Nangale aliniandikisha pia kwenye orodha, lakini nilianza mimi, nadhani mlikuwa mnakataliwa pia msifanye acha hapa Bombo. Wakati mimi ni waziri wa afya nikasema jamani, mbona jambo ni jema? Hawa watu wanagawa maziwa kwa wagonjwa, wanatoa chakula kwa wagonjwa, mgonjwa amekosa hela, watachangisha jamii, mtu atapata hela ya matibabu, mbona ni watu wema? Kwa hiyo hongereni sana, na mimi kama mbunge wenu wa Tanga mjini na hakikisha sasa hivi kasadaka kangu kadogo nitakakuwa nako nitakapitisha kupitia JAI. Kwa hiyo hongereni sana, Idi Mubaraka. Tuendeni tukagawe sasa vyakula kwa ajili ya wagonjwa wetu hapa, na tumeandaa chakula kizuri ambacho ndicho sisi tungekula na familia zetu nyumbani. Kwa hiyo asanteni sana, Allah awabariki wote. Amen. Salamu zangu za Idi el-Fitri kwa kweli nazipeleka kwa watu wa Tanga wote, lakini na Watanzania kwa ujumla, na kubwa ni kusisitiza tusherekee Idi kwa upendo, umoja na amani. Lakini kubwa kama nilivyosema, tunapika majumbani kwetu mapilau, hatujui jirani yako amekula nini, hatujui nyumba tano amekula nini. Kwa hiyo pia tujenge utamaduni wa kutoa kama vile zamani. Sio lazima uje hospitali, lakini pale katika majumba yetu mitaani kwetu kuna watu wana uhitaji. Wewe labda utakula vyakula 10, utafanya draft ya vyakula 5, lakini kuna mwenzako hakuna. Kwa hiyo ni vizuri ukapika, ukaweka kwenye kipoti, ukampelekea jirani yako. Hayo ndio makuzi ya Kiislamu, tabia njema za Kiislamu ambazo tumefundishwa. Tusherekee kwa amani, lakini kwa upendo pia na kujaliana. Lakini mwisho tunafahamu kwamba watoto wetu wanapenda kwenda kucheza jioni kwenye mabembea. Tuwe makini, tuhakikishe kabla ya giza kuingia saa 12 watoto wamerudi nyumbani. Tuwasindikize pia watoto huko wanapokwenda. Hatujui wanaenda kucheza na nani. Sasa hivi dunia nayo imeharibika. Kwa hiyo tusiwache watoto leo ndio ikawa siku ya kuranda watoto mpaka saa 4 saa 5 usiku, hapana. Watoto wamefika 12, 12:30 wawe wamerudi nyumbani. Asante. Shukran sana Mheshimiwa Mbunge kwa maelezo ambayo umetupa. Allah akulipe kila la kheri, na ile sadaka ambayo umeweza kuitoa pia Mwenyezi Mungu akuzidishie mara 2 zaidi au zaidi ya zaidi, kwa sababu mchango uliotoa hapa leo na ule wa kuandika barua ya kutambulika JAI Tanzania nzima, pengine ule utakuwa umezidi mara zote zaidi ya huo uliotoa. Kwa hivyo umeongezea sehemu ambayo tayari ulikwisha ifanya huko nyuma, na sasa hivi JAI Tanzania nzima wanajivunia ile ruksa yako, na kila wanapokwenda hawana pingamizi yoyote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri, akufungulie sehemu ambazo zimefunga, na vile vile kwa kuwa na wewe umekuja hapa pia tushukuru kwa kuhudhuria kwako. Bila shaka watu wengi, watu wa Tanga, wagonjwa katika hospitali hii watapata faraja kuona kwamba mbunge wao kaja kushirikiana nao katika siku hii ya leo katika shughuli hii ya chakula. Chakula ni kitu kidogo sana, lakini unempa pesa na unempa chakula, utakempa chakula basi atashukuru mara zaidi kuliko yule ulempa pesa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akujalie kwa hilo, lakini mengine mazuri yale ambayo utakayoyaona na wale wazuri utakaoona tayari wako tayari kuwaleta akhlaq, unakaribishwa kuja nao, wewe fungasha nao uje nao hapa ili kazi hii iweze kuendelea. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.